Imebidi nikumbuke maneno ya mama yangu. Siku moja mama yangu aliniambia kwa upole, lakini maneno haya yalikuwa na uzito fulani. Akaniambia kuwa kijana yangu, nimekulea tangu utotoni hadi sasa, lakini nimeona unaondoka kwenda mjini kutafuta riziki. Akaniambia kuwa maishani kuna changamoto mbalimbali, lakini usikate tamaa unapokutana na changamoto hizo. Pia akaniambia kuwa maishani unapoteleza na kuanguka, usikwame pale. Waswahili hunena kuwa kuteleza si kuanguka. Amuka, jikokote, jipanguze na uendelee na safari. Ndiposa utafanikiwa maishani mwako. Maneno haya yana uzito fulani, na kadri tu ninavyokumbuka kutafakari maneno haya hunifanya kuvumilia. Mengi yapo unakutana nayo njiani, dhoruba kali maishani, lakini maneno haya tu ni muhimu kwangu na nitosha kwangu, kwa sababu tulifundishwa tangu utotoni. Tumemtegemea Mungu tangu utotoni, na hata hivi sasa Mungu ndiye tegemeo letu. Ametulinda miaka nyingi, hata hivi sasa tunaendelea kumuomba aendelee kutubariki zaidi. Pia nimekumbuka katika kitabu cha Mithali 24:16 ambapo inasema, kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 na kuondoka tena, bali wasio na haki huangushwa na mabaya. Katika lugha ya Kimombo inasema kwamba in Proverbs 24:16, for a righteous man may fall 7 times and rise again, but for the wicked shall fall by the calamities. Fundo ambalo linasoma kwamba katika maisha haya ukitaka kufanikiwa, kuwa mvumilivu, usikate tamaa, fanya bidii zako na utaleta mafanikio nyumbani. Langu jina ni Kelvin Wandunga. Natumai siku moja tutatimiza ndoto zetu.